Kanuni nyingine ambayo inasababisha vitu vitoke katika ulimwengu wa kiroho ama vitoke mbinguni na kuja hapa duniani ni pale ambapo utaendea vitu kwa imani na si kwa kuona kwa haya macho ya nje ama kwa kutumia moto kuwaka ndani yako. Unajua, ukisoma kwenye kitabu cha Luka mtakatifu 24 na mstari wa 30, wakati ule Yesu alipofufuka, kuna vijana alikutana nao walikuwa wanaelekea Emmaus, na maandiko yasema ya kwamba akatembea nao wakiwa wamjui kama yeye ndiyo Yesu, lakini walipoumega mkate wakafanya meza ya Bwana, maandiko yasema wale vijana wakafunguliwa macho, wakajua kumbe ni Yesu, naye Yesu akatoweka kwa ghafla. Hii inamaanisha kwamba walikuwa wako na moto ndani yao unawaka. Maana maandiko yasema Mungu wetu ni moto ulao. Walikuwa na thibitisho ya moto ndani yao unawaka, lakini hawakuwa wamefunguliwa macho na hawakuwa na uelewa, hekima ya kutosha ya kujua kwamba huyu ni Yesu, pamoja na kuwa moto ulikuwa unawaka ndani yao. Ndio maana baada ya kuwa Yesu anaenda, wanasema kumbe ndio sababu ulikuwa unasikia moto unawaka ndani yetu. Kwa hivyo kuwa moto unawaka ndani yako ama kusikia uko na hisia ndani yako haitoshi tu kuliendea jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama kuona kwa haya macho ya nje uhalisia haitoshi tu kuliendea jambo, lakini unafaa uliendee jambo kwa imani kwanza. Imani yako imerekodi nini? Imani yako inakuambia nini kuhusiana na kile ambacho unakiendea? Hayo ndio mafanikio yenyewe. Maana nimesema kwamba baraka zote ambazo unazihitaji ziko katika ulimwengu wa kiroho. Sasa kule kukuzihamisha kutoka ulimwengu wa kiroho kuzileta katika ulimwengu wa mwili, hapo ndio kuna changamoto, na lazima uende kwa imani. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 4 na mstari wa 24, maandiko yasema ya kwamba hatuenendi kwa kuona, ila tunaenenda kwa imani. Kama kwenye maisha yako utakumbali macho ya nje ya kuongoze, kuna siku shetani atakufungua macho ya nje akuonyeshe uhalisia, akuonyeshe vile mambo yawezekani, wakati ule imani inakuambia mambo yanawezekana. Wana wa Israeli walikuwa wamepewa nchi ya Kanaani. Alafu Musa akaambiwa na Mungu, chukua kila mtu kwenye kila kabila, uchukua mtu mmoja kwenye kila kabila, uwatume wakapeleleze nchi. Na Musa alipowatuma, Joshua na Caleb ndio walikuja na habari ambao ni sahihi, kwa sababu walipoangalia ile nchi waliona kwenye jicho ya imani ambao Mungu alikuwa nayo. Waliendea ile nchi kwa imani na sio kwa uhalisia wa kuona kwa macho ya nje. Shetani alikuwa amewafungua wana wa Israeli ama kabila zingine, wakaona vile Kanaani imebilikiwa na majitu, vile ambavyo wakienda kule watapigwa. Lakini Joshua na Caleb walipoangalia wakaona kile ambacho Mungu alikuwa amewaonyesha. Ina maana kwamba waliendea ile nchi kwa imani. Ndio sababu unaona kwamba watu wengine wa Israeli wakikufa, Joshua na Caleb wakufa, kwa sababu walienda katika nchi ya Kanaani kwa imani na sio kwa kuona kwa macho ya nje. Kwa hivyo kanuni ama sheria nyingine ambao itakufanikisha ni pale ambapo utaanza kutazama mambo kwa imani. Utaanza kuendea mambo kwa imani, kwa jicho ya ndani ama ya spirit yako. Ndio maana maandiko yanasema kwenye ile kitabu cha Waefeso mlango wa 1 na mstari wa 18 ya kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Anaongelea kuhusiana na macho ya ndani, sio haya macho ya nje. Wana wa Israeli walipokuwa wanaenda katika nchi ya Kanaani, walikutana na bahari ya Shamu. Alafu katika ile bahari nguzo la moto na wingu likasimama pale. Ilikuwa ni ishara ya kwamba wanafaa kupita pale. Wakiangalia kwa macho ya nje wanaona mauti, wanaona vile ambavyo wataangamia ndani yale maji. Lakini Mungu kwa sababu alikuwa amesimama pale na walifaa kufuata nguzo la moto na ile wingu, ilikuwa ni lazima wapite pale. Lakini walipofungua macho yao ya nje wakaangalia, wakaona bahari, waliona mauti.
Lakini kwa sababu Musa yeye alikuwa na jicho ya Mungu, anawaambia simameni muone wokovu wa Bwana. Kumbuka nyuma yao Farao anawafuatia, lakini mbele yao hapo kuna bahari ya Shamu, na wanafaa wapite pale pale, kwa maana ndio kuna nguzo la moto na ndio kuna wingu ambayo ilikuwa inawaongoza. Lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati ule ambapo Mungu sasa yani wakati ule Musa alipoenda kumuomba Mungu, Mungu akampea formula, wakapita pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hawakupita kwa sababu ya kile ambacho walikuwa nakiona. Kama shetani akikufungua macho ukaona kwa haya macho ya nje, ujue kwamba safari yako ya kuendelea itaishia pale. Lakini kama ukiamua tu uende kwa macho ya rohoni, macho ya mioyo, macho ya ndani, ujue kwamba ndio utafika pale ambapo Mungu anataka ufike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sheria nyingine ama kanuni nyingine ya mafanikio ni kuwa na uwezo wa kuingiza pesa hata ukiwa umelala. Kitu cha kwanza ambacho nataka ujue ni kwamba pesa huwa hailali. Pesa iko kwenye mzunguko kila siku, wewe ndio unalala tu. Na kama ukifanikiwa kuiwekea mpamvu, ukaiwekea kizuizi pesa, ujue kwamba itakuwa inazunguka alafu inakuja inatulia mahali ambapo kuna bambu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kule kuwa na jambo fulani ambalo ili jambo ndio unalifanya ni njia nyingine ambayo ni ya kuteka pesa ili ziingie katika mahali ambapo ulipo ama zikaja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya mlango wa 90 mstari wa 11, maandiko yanasema malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili mataifa yapate kukuletea utajiri. Unafaa hata ukiwa umelala uhakikishe kwamba pesa bado inaingia, unaingiza pesa, kwa sababu pesa huwa hailali. Kwa hivyo hii ni kanuni nyingine ambayo ni ya kuhamisha pesa katika ulimwengu wa kiroho ama mbinguni, ile pesa ikaja katika ulimwengu wa mwili ama katika hii dunia tunaishi. Na hii itawezekana pale ambapo utajingudua wewe ni nani, na alafu ukafanya kile ambacho ulitakiwa kukifanya, ili hicho kitu kizibe pesa ipate kuja kwako, ambao ile pesa Mungu atakuwa ameachia. Kumbuka kwamba maandiko yasema ya kwamba dhahabu na fedha ni mali ya Bwana. Kwa hivyo unapoona kwamba fedha inazunguka, ujue kwamba Mungu ndiye ameachia, maana ni mali yake. Na lazima uwe na mtego wa kuiteka pesa. Lazima uwe na uwezo wa kufanya pesa iingie katika akaunti yako hata ukiwa umelala, maana pesa huwa hailali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni nyingine ya mafanikio ni kuwa na uwezo wa kuzuia vishawishi vya shetani. Mara nyingi shetani akiona kwamba unakaribia kupata, ama akiona kwamba umejingundua kwamba we ni nani na alafu unaendea mafanikio yako, mara nyingi huwa analeta vishawishi ama anatanguliza ofa zake, baraka zake. Ndio maana utaona kwamba wakati ule Yesu alipoenda kule jangwani, alipokuwa anafunga na kuomba, shetani alikuja akamwambia, kama ukiniamuru nitakupa vyote nilivyo navyo. Unaona sasa? Kwa hivyo wakati ule ambapo unapoanza kuonyesha dalili ya mafanikio, mara nyingi shetani huwa anatangulizanga baraka zake. Na kama utashindwa kuzuia zile vishawishi vya shetani, ujue kwamba kuna uwezekano ukapokea zile baraka za shetani. Na ujue kwamba maandiko yasema kwamba baraka za Mungu utajirisha na azichangamana na majuto. Ina maana kwamba kuna baraka zingine ambazo zitakutajirisha, lakini mwisho wake utajutia kwa nini uko na hizo baraka. Kwa hivyo ni vizuri ukajifundisha kuzuia vishawishi vya shetani wakati ule ambapo ataachia ofa zake. Maana mara nyingi shetani akiachia ofa zake, ni watu wachache sana watashindwa kuzipokea.
Unajua habari ya Adamu na Hawa.